Pia maafisa elimu wakishirikiana na watendaji kata mpaka watendaji wa vijiji tumewapa shughuli maalum kuanzia jana, wako huko vijijini na kwenye mitaa wakiendelea kupita na kugonga nyumba moja mpaka nyumba nyingine, kwa sababu ni kitu ambacho kinawezekana. Mwenyekiti wa kijiji anajua watu wake kwa kwenye kijiji chake, anajua watoto gani ambao walifaulu mwaka jana na walichaguliwa kuendelea na sekondari. Tutagonga huko. Kwa inawezekana mpaka siku ya Jumatano ama Alhamisi wiki ijayo tukao tumekusanya taarifa ya kutosha kwamba watoto wepi na wepi hawapo na kwa nini hawajaenda shule. Inawezekana wazazi hawajapeleka watoto kwenda kuripoti shule kutokana labda na changamoto mbalimbali za kifamilia. Kwa hiyo tumeelekeza tupite huko twende tukaangalie na tuwaone hao watoto, lakini tuonane na wazazi na walezi tujue changamoto ni zipi ambazo zipo ndani ya uwezo wetu kama serikali, tutakwenda kuzitatua. Lengo ni kuhakikisha kwamba watoto hawa wote wanakwenda shule. Mkoa ulitegemea kupokea watoto 28,908 wa shule ya sekondari kwa maana ya kidato cha kwanza, lakini mpaka sasa hivi tuna watoto takribani 25% ambao wameshaingia madarasani. Kwa hiyo inawezekana kuna wale wengine ambao wanapelekwa kwenye shule za nje ya mkoa, wanapelekwa kwenye shule za private, lakini pia tujue ili kusudi tuweze kujiridhisha, lakini lengo ni watoto wote lazima waende shule. Mazingira ni rafiki, madarasa yapo ya kutosha, madawati yapo ya kutosha na walimu wako mashuleni. Kwa hiyo tunachohitaji ni wazazi walete watoto waweze kwenda mashuleni. Naomba niwaagize waheshimiwa wakuu wa wilaya kwamba wahakikishe wanasimamia na kuondoa vikwazo vyote katika kupokea watoto shule. Sababu ni maelekezo ya serikali kuanzia watoto wa awali, watoto wa darasa la kwanza na hawa ambao wanakwenda kuanza kidato cha kwanza. Maelekezo ya serikali yako vizuri kabisa. Mtoto anatakiwa kufika shule yeye. Kwa mzazi ambaye kwa muda huu bado hajakuwa na uwezo wa kumtengezea mtoto wake uniform, mtoto apokelewe shule. Na sisi kama serikali pia tumeendelea kutoa hapa support na misaada kwa wazazi ambao wameshindwa kupeleka watoto wao shule kutokana na changamoto za kiuchumi. Na hili pia waheshimiwa wakuu wa wilaya wanakwenda kulitekeleza. Watoto ambao inaonekana wana changamoto za kiuchumi, familia zao na zinafahamika. Sio zile za kubumba bumba. Zinafahamika kabisa, huyu mzazi kweli hata afanyeje kaunta buku 2 hawezi kununua. Hiyo waheshimiwa wakuu wa wilaya watafanya hilo jukumu. Wahakikisha kwamba watoto hao wameondolewa vikwazo na wamefika madarasani. Lakini pia kufuatia hili tunawahimiza wazazi na walezi. Na naomba na nyinyi pia hili msisitize kweli kweli. Kwenye kipindi hiki ni lazima watoto waende shule. Wazazi na walezi wengine huwa wanasubiri tarehe 15, tarehe 17, mwezi uishe, mwezi wa pili. Lakini sasa shule akiingia darasani, siku ya kwanza wanafanya usafi wa madawati yao, wanakunguta vumbi, wanakaa na walimu wanaingia darasani, wanaanza kufundisha. Kwa hiyo mpaka hivi ninavyoongea na nyinyi, watoto wapo katikati ya masomo. Mwingine akirudi nyumbani leo mtashangaa mtakuta daftari yake tayari keshaandika kurasa 5 na ndio kwanza ameanza kwenda shule. Maana yake ni kwamba kazi inafanyika muda huo ambao shule inafunguliwa. Lakini kama nilivyosema mwanzoni, tunaweka kipaumbele kwa kushughulikia wanafunzi wenye mahitaji maalum. Tunao hapa kwenye mkoa. Na hao tumeendelea kuwatazama. Tumeendelea kuangalia kwa jicho kubwa kulikweli. Lakini pia naomba niwape taarifa njema katika kushughulikia hili kama mkoa, tumeshawapeleka mpaka boarding watoto wa kike, hasa ambao wanatoka kwenye jamii za kifugaji. Na ambao wazazi wao na walezi wao wanatamani watoto wao waendelee na masomo. Tumewapeleka kwenye boarding za serikali hapa ambazo zipo hapa Mbulu, lakini Hanang, watoto wameingia madarasani waweze kusoma kwa utulivu. Na mahitaji na gharama zote zimekuwa ni juu ya ofisi ya mkuu wa mkoa. Lakini pia kingine ni kuibua na kuweka miradi kwenye maeneo ya shule ambazo ziko pembezoni. Tunajua kuna shule ambazo zipo kando kando huku vijijini. Maeneo kadhaa tumekuwa tukisikia taarifa hapa. Tunatamani sana hata wananchi huku kwenye maeneo hayo watuambie. Kwa mimi binafsi natamani wananchi waniambie, kwa sababu maelekezo ya serikali yamenyooka. Watoto waende shule, miundombinu ya shule imekaa sawa sawa. Hakuna vikwazo mashuleni. Tumepeleka watoto wetu shule. Mtoto wako awali ameingia darasani. Mtoto wako wa darasa la kwanza ameingia darasani. Wa kidato cha kwanza amekwenda darasani. Umepata kikwazo chochote? Umepata changamoto yoyote? Watoto wamekaa kwenye madawati. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa pamoja tusaidiane kwenye hili. Tuweze kuibua hizo taarifa kama zipo huko, ili tuweze kuzifanyia kazi haraka kama serikali. Na kingine ambacho nilikuwa nataka tukifahamu kwamba pamoja na mazuri mengi haya ambayo yamefanyika,
naomba mtambue kwamba serikali imeendelea kuongeza bidii kubwa kutokana na ongezeko la watu. Sasa hivi mkoa wetu unakisiwa kuwa na watu milioni 2. Kwa hiyo mtaona watu ni wengi na watoto pia ni wengi. Serikali lazima ijipange kuhakikisha kwamba ina uwezo wa kudumu watoto wote hao. Tuna shule za msingi zipatazo 674 ndani ya mkoa wa Manyara ambazo zina vyumba vya madarasa 6000. Lakini tuna shule za sekondari 167 kwenye mkoa wa Manyara ambazo zina vyumba vya madarasa 2100. Tuna mabweni 200 katika mkoa huu. Lakini pia kiasi cha fedha nyingi ambazo zilipokelewa kwenye zile ambazo nimewambia bilioni 6.9 zimekwenda kujenga shule mpya kubwa nzuri, ikiwemo shule ya wasichana ya Manyara na shule ya wavulana ya Manyara ambazo nyinyi wenyewe mmezishuhudia. Kazi hii kubwa imefanyika, lakini pia tuna shule hizi mpya za sekondari ambazo zimejengwa kwa madarasa mapya na shule za amali ambazo ziko kwenye mkoa wetu. Nafikiri mnafahamu kwamba tuna shule ya amali nzuri sana ambayo pia tunatoa wito kwa wazazi kuwapeleka watoto pale, kwa sababu pako tayari na mazingira mazuri kwa ajili ya kufundishia. Na zaidi ya hapo, naomba niwape uhakika kwamba mkoa umejipanga vizuri kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanakwenda shule. Na kwa kupitia hili, wazazi ama walezi ambao wataonekana ama watajulikana kwa makusudi wamefungia watoto nyumbani au wamesababisha makusudi watoto wao wasiweze kwenda shule, kwa kweli sheria zitachukua mkondo wake, kwa sababu elimu ni bila malipo. Lakini mtoto anakwenda shule kwa namna alivyo, lakini bado serikali tumesema kwamba watoto wenye mahitaji maalum serikali tutawahudumia alimradi waende shule. Mzazi huna sababu ya kumwacha mtoto nyumbani, wala huna sababu ya kumfungia mtoto nyumbani. Hata akiwa ni mlemavu huna sababu ya kumfungia nyumbani, lazima aende shule. Kwa hiyo tutafanya hilo, na sheria ndogo ndogo zitafanya kazi ya kuwawajibisha wale wote ambao hawatokubali kwa hiari yao kuunga mkono juhudi za serikali za kufuta ujinga kwa wananchi wetu.